Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais azitaka wizara zote kushirikiana katika kutatua changamoto za maji. Rais Mwinyi asema bandari ya Mangapwani kufungua fursa mpya za kiuchumi Zanzibar. Na katika habari za kimataifa, Trump atishia kuangamiza mitambo ya umeme Iran baada ya muda wa saa 48. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa wizara zote na taasisi zote za serikali na taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili na kuzitatua changamoto za maji, hatua itakayosaidia kufikia dhamira ya serikali ya kuondokana na changamoto ya maji kwa wananchi. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi. Makamu wa rais amesema hayo mjini Morogoro katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji iliyoenda sambamba na zoezi la uzinduzi wa mfumo wa utabiri wa kiasi cha maji kwenye mito Tanzania, ambapo amesema kwa sasa vijiji vilivyofikiwa na maji safi na salama ni 10,058 na vilivyobaki ni 1,575. Nitoa wito kwa wadau wote wa sekta ya maji kutambua kwamba hakuna sekta, hakuna idara, hakuna taasisi ambayo maji si muhimu kwake. Hakuna binadamu hata mmoja ambaye maji si muhimu kwake. Kwa hiyo natoa wito kwa wizara zote, taasisi zote za serikali, taasisi za umma kujenga mtandao wa ushirikiano katika kuzikabili, kuzitatua na kuzirekebisha changamoto za maji, ili mwisho wa siku dhamira ya rais wetu ya kuwa na nchi ambayo imeondokana na changamoto za ukosefu wa maji, maji safi na salama, iweze kufanikiwa. Mheshimiwa Waziri na timu yake kwa kupokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia, sasa hivi wizara hii inaleta matumaini kwa Watanzania. Karibuni nchi yetu hii itaondokana na shida za maji. Changamoto bado zipo, safari bado tunayo, lakini hatua zinazochukuliwa za wizara na serikali hii ya chini ya Mama Samia na wewe makamu wetu wa rais, tunategemea na tuna uhakika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaunga mkono juhudi zote na mahitaji yote ya serikali hii kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama. Kwa upande wake, waziri wa maji Jumaa Aweso amesema wizara hiyo itahakikisha wananchi wanaoishi vijijini na mijini wanafikiwa na huduma ya maji safi na salama. Nataka niwahakikishie, mimi Jumaa Aweso nikiwa na naibu waziri kaka yangu injinia mkuu wa wizara ya maji, naibu wa wizara ya maji, management ya wizara ya maji na watendaji wa wizara ya maji, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania waishio mijini na waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Serikali hii ina zaidi ya miradi ya bilioni 400 katika mkoa wetu, miradi ya maji bilioni 400. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Asante sana Shukuru Materu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inaridhishwa na hatua za maandalizi ya ujenzi wa mradi wa kimkakati wa bandari jumuishi ya Mangapwani, akisisitiza kuwa utekelezaji wake utafungua fursa mpya za kiuchumi visiwani humo. Mwandishi wetu Ellen Manyangu ana taarifa zaidi. Akizungumza leo Ikulu Zanzibar alipokutana na mwenyekiti wa kampuni ya China Harbour Engineering Company Limited Bwana Bai Inzani, Rais Mwinyi amesema maendeleo ya mradi huo yana umuhimu mkubwa katika kukuza biashara, uwekezaji na kuongeza ushindani wa Zanzibar katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ameongeza kuwa hatua iliyofikiwa kwa sasa inatoa matumaini makubwa ya kuona sura halisi ya bandari hiyo ifikapo Septemba 2026, ambapo awamu ya kwanza ya mradi huo inatarajiwa kukamilika na kuanza kutoa mchango wake katika uchumi wa nchi. Katika nchi yetu uchumi wetu unakuwa kwa kasi nzuri ya 7.4 hadi 7.1 hadi 7.4. Ni ukuaji mzuri wa uchumi, lakini kuna mambo matatu ni kikwazo cha ukuaji zaidi katika nchi yetu, nayo ni haya yafuatayo. La kwanza ni bandari. Kuna msongamano mkubwa pale Malindi, na kwa sababu bandari ile imejengwa mwaka 1920 huko,
huwezi kuipanua, haina sehemu ya kuipanua zaidi, na kwa hivyo meli zinakaa muda mrefu kabla mizigo haijashuka kwa sababu ina gati moja ndogo. Tatizo la pili ni uhaba wa umeme katika nchi yetu. Umeme tunaopata kutoka Tanzania bara haututoshi tena, tunahitaji umeme wa ziada. Na tatizo la tatu ni kuwepo kwa hifadhi ndogo ya mafuta. Lakini mheshimiwa, ni ukweli uliosimama kwamba umefanya kazi kubwa sana katika nchi, katika sekta zote, lakini leo unaweka alama nyingine kubwa katika nchi yetu, uwekaji wa jiwe la msingi la bandari hii ambayo itakuwa ni bandari kubwa sana. Imeshaelezwa katika Afrika Mashariki hakuna zaidi ya bandari hii. Kwa upande wake, Bai Inzani amemhakikishia Rais Mwinyi kuwa kampuni hiyo itaendelea na ujenzi kwa kasi huku ikizingatia viwango vya ubora, akibainisha kuwa wataendelea kushirikiana kwa karibu na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kuleta matokeo chanya ya kiuchumi. Ni kushukuru sana Ellen Manyangu. Mkoa wa Singida umepata mahakama kuu kituo jumuishi kwa ajili ya kutoa haki kwa wananchi, ambapo kesi zote sasa zitaamuliwa mkoani Singida badala ya kwenda Dodoma. Tujiunge na Amini Nyaungo kutoka Singida kwa taarifa hii. Hayo ameyasema leo naibu msajili wa mahakama kuu kanda ya Singida Evodia Kiaruzi alipozungumza na TVE. Ni habari njema kwa wananchi hasa wa mkoa wa Singida kwamba sasa tuna mahakama kuu na imeanzishwa kupitia gazeti la serikali toleo namba 11 la tarehe 13 mwezi wa 3 2026, ambayo imeanzisha mahakama kuu Singida, masjala ndogo, niseme mahakama kuu masjala ndogo Singida. Je, hakimu mfawidhi wilaya ya Singida Fadhili Luvinga yeye ameipokeaje mahakama hii? Tumefurahi sana ujio wa jengo letu, kwa sababu mwanzoni tulikuwa na kajengo kadogo kama nakumbuka kalikuwepo hapa ambao kalibomolewa ikajengwa mahakama hii ambayo ni mahakama kuu, tunaita kituo jumuishi cha utoaji haki. Kiuhalisia uwepo wa mahakama hii utapunguza shida ambazo wananchi wa Singida wanazipata kwa sababu walikuwa na safari umbali mrefu. Kumbuka ilikuwa mtu akimaliza kesi yake, mfano wilaya ya Iramba, anatakiwa safiri afike Singida atafute usafiri mwingine kwenda Dodoma kwa ajili ya kukata rufaa yake. Lakini hayo mambo yote yamekwisha, maana yake muda umeokolewa, pesa imeokolewa. Kwa wananchi ambao wanaizunguka eneo hilo wanasemaje kupata mahakama hiyo? Ninashukuru kwa uwepo wa mahakama hii, inatupunguzia gharama za kwenda mbali, na pia tunashukuru sana kuokoa gharama za kwenda huko Dodoma aidha wapi. Tumefurahi sana kuwepo kwa mahakama hapa kwetu. Dodoma tukisafiri kwa gharama kubwa, tunatumia hela nyingi, lakini tunashukuru kwa uwepo wa mahakama hapa kwetu Singida. Uwepo wa mahakama hii itatusaidia sisi wananchi kwenye sekta mbalimbali. Mfano kama mnavyoona sasa hivi waheshimiwa wanazunguka, kuna kero mbalimbali ambazo hazitatuliwi, ila uwepo wa jengo hili hapa utatusaidia sana sisi wananchi kwa sababu gharama zitakuwa zimepukika, lakini pia kesi zetu au mambo yetu ambayo tulikuwa tunayajadili yatakuwa yanatatuliwa kwa wakati husika. Amini Nyaungo, TVE, Singida. Asante sana Amini Nyaungo. Kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa meli ya MV New Mwanza, wawekezaji katika sekta mbalimbali nchini ikiwemo sekta ya utalii wameombwa kuitumia meli hiyo kuwekeza mkoani Mwanza kwa maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Meshaki Emmanuel ana taarifa zaidi kutoka Mwanza. Hayo yamesemwa na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Mwanza juu ya miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 ikiwemo uboreshwaji wa huduma ya usafiri wa majini na nchi kavu. Mnaofanya biashara ya utalii hakuna sababu ya kuogopa kufanya kazi Mwanza. Mimi nategemea katika kipindi kifupi tukija Mwanza hapa tuone ofisi na makampuni makubwa ya utalii yamekuja kuwekeza. Watu waingie kwenye hii meli. Kwenye hii meli na madaraja mpaka executive royal kabisa. Kuna chumba ndani unalala kama umelala kwenye hoteli ya 5 star. Unatalii, unapunguza stress. Siku hizi kuna matatizo ya afya ya akili. Njoo usafiri na meli.
unakula zako Beri, unatoka zako hapo unakwenda Bukoba, utakwenda Kisumu, utakwenda Port Bell huko, utakwenda wapi, unazunguka, unakula maisha ndani ya hii meli. Utalala, utakunywa, utalala, utaamka. Wanaotaka kufunga ndoa, utafunga ndoa humu ndani, utafanya sherehe, vipaimara, komnyo ya kwanza na kila kitu unaweza kufanya ndani ya hii meli. Msigwa pia ametoa wito kwa wawekezaji wa biashara ya madini na mazao mbalimbali kuhakikisha wanaitumia meli hiyo kukuza uchumi wao. Tukiona hii meli, pia tuone suluhisho la uhakika la kukua kwa biashara mbalimbali. Biashara za madini, maeneo ya kanda hii ya Ziwa ni maeneo ya madini. Biashara za mazao, ndugu zangu wa kanda ya Ziwa ni wazalishaji wa mazao, pamba, mazao ya mifugo, nyama, samaki, maziwa. Lakini pia hili ni eneo ambalo kibiashara liko kimkakati. Ukifanya biashara maeneo ya kanda ya Ziwa na uwepo wa meli hii, una uhakika wa kufanya biashara Tanzania, Kenya, Uganda na kote ambako uwepo wa meli hii unawezesha ama unarahisisha mambo ya kufanya biashara. Aidha, katika hatua nyingine, Msigwa amesema kuwa serikali inaendelea kutoa fedha nyingi kwa mkoa wa Mwanza kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo kutokana na mkoa huo kuwa wa kimkakati. Naomba kuwapa takwimu chache. Katika mwaka huu 2025-26, serikali katika mkoa wa Mwanza kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa na halmashauri zake imeidhinisha jumla ya shilingi bilioni 629.4. Kati ya hizi fedha, shilingi bilioni 412.6 ni mishahara ya watumishi, lakini shilingi bilioni 148 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na shilingi bilioni 67 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo serikali inaleta fedha za kutosha katika mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kuhakikisha mambo hayakwami. Ni kushukuru sana Meshaki Emmanuel. Serikali kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inaendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kituo cha kitaifa cha utengamano katika eneo la Itega jijini Dodoma, ikiwa ni jitihada za kuimarisha mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya nchini. Kituo hicho kinatarajiwa kutoa huduma za tiba na utengamano kwa waraibu wa dawa za kulevya sambamba na kuwapatia mafunzo ya amali yatakayowezesha kujitegemea kiuchumi baada ya kupona na kurejea katika jamii. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi jengo la kliniki ya uraibu wa dawa za kulevya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, Kamishna Jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, Ale Taslimo, amesema kuwa changamoto kubwa inayowakabili waraibu baada ya kuacha matumizi ya dawa hizo ni kukosa shughuli za kuwaingizia kipato. Ameeleza kuwa waraibu wengi wanaotoka katika vituo vya awali vya tiba kama vile sober house na mati kliniki hukosa mwelekeo wa maisha wanaporejea mitahani, hali inayoweza kusababisha kurejea katika matumizi ya dawa hizo. Serikali ya awamu ya 6 baada ya kuona kwamba waraibu wa dawa za kulevya wanapotoka katika sober house, wanapotoka katika mati kliniki na kuacha dawa za kulevya, wanaporudi mitaani wanajikuta kwamba hawana shughuli ya kufanya, lakini pia mtaani kule kunakuwa na unyanyapaa wa kuwatenga kwa kuwa hawaamini kama wameweza kuacha dawa za kulevya. Sasa serikali ya awamu ya 6 ilichokifanya, inajenga kituo cha kitaifa mkoani Dodoma. Kituo hiki kitakuwa kinatoa stadi za amali, lakini pia kitakuwa kinakusanya waraibu wa dawa za kulevya nchi nzima, na watakuwa wanaishi pale, wanakaa pale, wanapata huduma za amali bure, lakini pia wanapata huduma pia za matibabu bure hadi pale watakapofudhu masomo yao kulingana na kile ambacho kila mmoja anakisoma, na watakaporudi mitaani basi watakuwa na vifaa vya kufanya kazi. Akitoa takwimu ya utekelezaji wa huduma hizo, mkurugenzi wa shirika la THPS Dr. Redemta Mbatia amesema kuwa hadi kufikia Disemba mwaka 2025, jumla ya watu 2700 walikuwa na utegemezi wa dawa za kulevya walipatiwa huduma mbalimbali za tiba na utengamao. Tambatia ameeleza kuwa kati ya hao 15% walifanyikiwa kukamilisha matibabu yao na kuhitimu kutoka katika kliniki na kurejea katika familia zao wakiwa na mabadiliko chanya. Tuliweza kuwahudumia wapokea huduma takribani 2700 waliokuwa na tatizo la utegemezi wa dawa za kulevya aina ya afyuni, yani opioid use disorders, ambao walikuwa wameandikishwa na kuanza kupata huduma mbadala ya methadone. Upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga Dr. Ruzira John amesema kuwa Shinyanga inakabiliwa na changamoto kubwa ya ongezeko la watu wenye utegemezi wa dawa za kulevya,
Amesema kuanzishwa kwa huduma hiyo katika hospitali hiyo kutasaidia kupunguza adha kwa wananchi waliokuwa wakilazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma katika mkoa wa Mwanza. Shinyanga ni mojawapo. Tuna namba pia ya watu ambao wana changamoto hiyo na ambao walikuwa wanalazimika kwenda katika mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kupata huduma hii. Sasa tunashukuru serikali kwa ujumla kwa kuleta huduma hii katika mkoa wa Shinyanga, ambayo itapunguza adha ya watu kusafiri umbali mrefu kupata huduma hii. Ujenzi wa jengo la kliniki ya uraibu wa dawa za kulevya umefadhiliwa na benki ya CRDB ambayo imetoa jumla shilingi milioni 140 kwa ajili ya kukamilisha mradi huo, na benki hiyo itaendelea kushirikiana na serikali katika kutekeleza na kukamilisha miradi mbalimbali ya maendeleo kwa manufaa ya jamii. Naye Ibrahim Sefu ambaye ni mmoja wa waraibu wa dawa za kulevya ameelezea safari yake ya kuanza matumizi ya dawa hizo, akianza na uvutaji wa bangi kabla ya kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Nimetumia madawa ya kulevya kwa muda wa miaka 10. Niliingia kwenye madawa ya kulevya kwa ajili ya vishawishi kutokana na magrupu ya mtaani. Nilipoanza kuvuta madawa ya kulevya ndani ya miaka 5 nilivuta kwa kuvuta kawaida. Ndipo hapo nilipoona kwamba dozi hainifai, ndio nilipoamua kujiingiza kwenye kujichoma sindano. Nilipoingia kwenye kujichoma sindano ndio hapo nilipoanza kuharibu moja ya vitu ambavyo nilivyokuwa nategemea kama vile kazi yangu nzuri nilipoteza mke na watoto, na vile vile nikarudi mtaani, nikawa mwizi, naiba vitu vya watu, nikawa ni mtu ambaye jamii haitaki kuniona. Bahati nzuri au mbaya nikakutana na watu wa THPS wanatoa elimu mtaani kuhusu madawa ya kulevya. Ndipo nilipoenda nikapata taarifa ya kwamba huduma inapatikana kwenye hospitali ya Siketule Mwanza. Nilipowafikishia swala hili familia waliniunga mkono. Nikushukuru sana Mwamvita Mkondo. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema ziara ya siku 3 nchini China inalenga kuonesha fursa zilizopo katika uwekezaji wa biashara kati ya Tanzania na China pamoja na kuvutia sekta binafsi kushiriki kikamilifu katika miradi ya maendeleo nchini. Ellen Manyangu ameandaa taarifa hii. Amesema katika ziara hiyo iliyoandaliwa kwa ushirikiano kati ya Wizara ya Mipango na Uwekezaji kupitia Mamlaka ya Maeneo Maalum ya Uwekezaji na Kanda Maalum za Kiuchumi Tanzania TISEZA na Wizara ya Viwanda na Biashara, tayari wamekutana na kampuni zaidi ya 150 katika miji mbalimbali ya nchini China, ambapo makampuni hayo yameonyesha nia kubwa ya kuja kuwekeza nchini. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia yeye katika miaka 4 ya kwanza ya uongozi wake tumeona matokeo ya mashirikiano makubwa ambayo ameanzisha yeye na ameyaendeleza kati yetu sisi na nchi ya China. Ukiangalia takwimu za TISEZA kwa kipindi cha uongozi wake bora, TISEZA imerekodi miradi takriban 876 ambayo wawekezaji wa China wamewekeza nchini Tanzania, miradi ambayo ina thamani ya takriban dola milioni 8,860, lakini vile vile imeleta ajira takriban 146,250. Lakini vile vile kupitia kipindi chake cha miaka 4 tumeona uongezaji wa biashara ambao umefikia volumes ya takriban bilioni 2, lakini vile vile tumeona ukuaji wa biashara kwa Tanzania kupeleka bidhaa China kwa takriban 12.5. Aidha, Kapinga ameeleza kuwa baadhi ya makampuni hayo tayari yana uwekezaji nchini Tanzania, ikiwemo katika sekta ya magari na miradi mikubwa ya kibiashara kama vituo vya kibiashara, jambo linaloonyesha kuendelea kuimarika kwa mazingira ya uwekezaji nchini. Ameongeza kuwa katika kipindi cha miaka 4 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania imeshuhudia miradi 877 ya uwekezaji kutoka China yenye thamani ya dola milioni 8.89 na ajira zaidi ya 146,250. Akisisitiza kuwa jitihada hizo zinaendana na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050 inayolenga kufikia uchumi wa dola trilioni 1 kwa ushirikishwaji mkubwa wa sekta binafsi. Ni kushukuru sana Ellen Manyangu.
Wanariadha wa Tanzania wameibuka na ushindi mkubwa katika mbio za Yaskili International Half Marathon 2026 zilizofanyika kaskazini mwa nchi, huku serikali ikisema mafanikio hayo yanafungua fursa zaidi za kiuchumi kupitia michezo na utalii. Mwanahabari wetu Fina Limo ana taarifa zaidi. Maelfu ya washiriki wamejitokeza katika mbio hizo za kilomita 21 zinazofanyika kila mwaka mkoani Kilimanjaro, na safari hii zikishuhudiwa na wanariadha wa ndani wakitawala katika makundi mbalimbali. Akizungumza baada ya mashindano hayo, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda aliwapongeza washiriki kwa kiwango kikubwa cha ushindani. Akasema mafanikio hayo yanaonyesha ukuaji wa sekta ya michezo nchini. Kwa mfano, watu wa Kilimanjaro, msiwe na hofu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameiagiza Wizara ya Uchukuzi kuboresha reli ya kutoka Kilimanjaro Moshi yenye urefu wa kilomita 84 kwenda kupita Kilimanjaro Airport mpaka kwenye uwanja wetu wa AFCON wa Arusha. Tafasiri yake ni nini? Mwaka huu wataanza kuuisha reli hiyo na tutakuwa na treni ya mwendo mzuri, standardi za kimataifa, mabehewa ya kisasa. Unatoka zako hapa Kilimanjaro, unaenda kuangalia mechi, ukimaliza kuangalia mechi unarudi zako nyumbani kulala kupitia treni yetu. Aidha, Makonda amewasilisha salamu kutoka kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambaye ameahidi kuwa mgeni rasmi katika mashindano ya mwaka ujao, pamoja na kuongeza zawadi kwa washindi hadi kufikia shilingi milioni 100. Tatu yafuatayo. La kwanza, kwa kazi kubwa iliyofanyika, amesema mwakani yeye mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan atakuja kwenye International Kili Marathon kushiriki nanyi kwenye riadha. Lakini jambo la pili, Daktari Samia amesema mwakani atatoa fedha taslimu kwa ajili ya zawadi ya wanaoshinda zaidi ya milioni 100 kuhakikisha kwamba zinakwenda kwa watu watakaoshiriki. Jambo la tatu, maagizo ya Daktari Samia ameelekeza ya kwamba maandalizi ya mwakani wizara yetu ishiriki 100% na mabalozi wote walioko nje ya Tanzania, mabalozi wa Tanzania duniani kote watashiriki kupata ya watu wote duniani kuja International Kili Marathon hapa kuja kushiriki nasi. Afisa mtendaji mkuu wa Yasi Pierre Bakar amesema ushindani umeonekana katika mbio za kilomita 21 umedhihirisha ubora wa wanariadha wa Tanzania na nguvu ya hamasa inayozidi kukua kila msimu. Bakara amesema udhamini wa zaidi ya miaka 21 wa kipengele cha Yasi Half International Marathon unatokana na dhamira ya Yasi kuwa mshirika wa maendeleo ya michezo nchini. Katika upande wa mazingira, Bakara alisisitiza dhamira ya Yasi kuendeleza miradi ya Yasi Green for Kili unaolenga kulinda na kurejesha uoto wa asili kuzunguka mlima wa Kilimanjaro tangu mwaka 2021 na kwamba kwa mwaka huu watapanda miti zaidi ya 50,000. Wake mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Bwana Nurdin Bambu alipongeza Yasi kwa kuendeleza urafiki wa muda mrefu na jamii ya mkoa wa Kilimanjaro na kusema mbio hizo zimekuwa kichocheo cha utalii, biashara na maendeleo ya jamii. Mengine umenieleza, utawaeleza Watanzania jinsi mlivyoongea na Mheshimiwa Rais, jinsi gani tutafanikisha jambo hili. Mheshimiwa Waziri, niwashukuru sana wadhamini, unajua utasema CEOs wote wamefanya kazi nzuri sana, TBL, Yas. Katika mbio za Yasi Half Kili Marathon kwa mwaka huu, maelfu ya Watanzania wamejitokeza kushiriki, huku viwango vya ushindani vikipanda na ushindi katika makundi mbalimbali ukitawala na wanariadha wa ndani, jambo linaloleta hamasa kubwa. Ni kushukuru sana Fina Limo. Jamii imetakiwa kutambua uwepo wa watoto wenye mahitaji maalumu wakiwemo yatima na kuwapa faraja pamoja na furaha, hususan katika nyakati za sikukuu, kwa kuwa nao ni sehemu ya jamii yenye haki ya kufurahia maisha na kutimiza ndoto zao. Taarifa hii na Amrisho Mapeo. Wito huu umetolewa wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam na afisa masoko wa kituo cha michezo ya watoto cha Fansite Khalifa Bakari, wakati kituo hicho kilipoalika watoto kutoka kituo cha kulea yatima cha Busara Orphanage Center kilichopo Kibada kwa ajili
ya kupata chakula na kushiriki michezo mbalimbali. Bakari amesema hatua hiyo ni sehemu ya kurejesha kwa jamii, akibainisha kuwa pamoja na kusaidia miradi ya maendeleo, kundi la watoto wenye mahitaji maalum limekuwa likipewa kipaumbele, huku akihimiza jamii kuiga utaratibu huo. Orphan City tumekuwa na matukio kadhaa ambayo tunahusisha vituo vya watoto yatima na wenye mahitaji maalum, ikiwa ni sehemu ya kuwatengenezea furaha katika siku zao hizi za sikukuu na baadhi ya siku zingine. Last tunakumbuka tulikuwa na tukio letu ile la charity event tarehe 7 mwezi wa pili, lakini leo pia katika siku ya kusherehekea Idi ya Ramadhani, Eid al-Fitr, tumekuwa na mwaliko au tumewaalika kituo cha Busara Orphan Center kilichopo Kigamboni kwa ajili ya kuja kufurahi nasi siku ya leo, ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii. Kwa upande wake, msimamizi wa Busara Orphanage Center Khadija Mikidadi amewashukuru Fansite kwa kuwakumbuka watoto hao, akisema hatua hiyo inaleta furaha kubwa na faraja kwao. Aidha, ameiomba jamii kuendelea kuwajali watoto wenye mahitaji maalum, sio tu wakati wa sikukuu bali hata katika nyakati zingine zote. Kuwafanya watoto waondokane na yale mawazo ya kuona kwamba wako wapweke. Ukiwaleta kama hapa wanajiona na wao wako katika jamii, unaona? Kwa sababu ukiwaweka watoto katika kituo, pengine wengine wanajiona kwamba hapa hakuna mama, hakuna baba, inakuwaje? Sasa ukiwatoa kama hivi wanafurahi sana. Kwa hiyo ni jambo la muhimu, yani jambo la faraja kwa watoto. Tunashukuru sana sana sana, na tuendelee kuwapa faraja watoto ili ni taifa linalokuja. Na baadhi ya watoto walioshiriki ziara hiyo, akiwemo Jasmine Mohamed na Athmani Swalehe, wameeleza kufurahishwa na tukio hilo, wakiiomba jamii pamoja na serikali kuendelea kuwatambua na kuwapa fursa za kutimiza ndoto zao. Kwa upande wa leo, nafurahi kuwa hapa kujumuika na wenzangu. Nimefurahi katika siku ya leo. Nafurahi kujumuika pamoja na wenzangu na kula sikukuu kwa pamoja. Natamani jamii ituangalie sisi kama watoto wengine, kama watoto wao, wasituchukulie sisi kama watoto ambao kama ni watoto wa mtaani ambao hawana thamani yoyote katika maisha. Tunapenda jamii tuchukulie kama watoto wengine wanavyowachukulia. Asanteni, tumefurahi kwa kuja Orphan City na tumekula vizuri, tumefurahi vizuri. Na hapo naponiona nimetoka kufurahi na tumetoka kula. Asanteni, Mungu awabariki. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, Trump atishia kuangamiza mitambo ya umeme Iran baada ya muda wa saa 48.